ameunda tume ya Jaji Chande. Umenielewa? Sasa mimi sitaki kuzungumza composition ya hiyo tume. Ushanielewa? Kwa sababu kila Mtanzania ana nani hii. Anajua hawa walio kwenye tume ni watu wa namna gani. Labda kwa kusaidia, hawa walio kwenye tume ni watu wenye viapo. Walikuwa kwenye ofisi zenye viapo kwa utii kwa serikali, utii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye account yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Thank you very much. Bwana account yetu ile kubwa imefungwa kuanzia sasa hivi, tutaanza kutumia account. Please and please, kama hujasubscribe usiondoke bila kusubscribe. Okay, thank you very much. Sasa tuende kwenye video yetu ya leo. Kwanza kwenye ile tume ilikuwa inasubiriwa majibu, walikuwa wametengenezwa waende kufanya uchunguzi. Kwanza tume imeenda kufanya uchunguzi. Yaliyokuja hapo sasa ni ile mambo ya kuridhiana. Tume zetu wanaitwa nini, vyama vyote vikutane, wakae, CCM, Chadema, vyama vyote tuseme kwa ujumla, ili wakae. Lakini kikubwa hapa ni CCM na Chadema, ili wakae waanze kujadiliana vipi wataendesha nchi. Lakini kiukweli mimi naweza nikasema kitu kimoja, hata kama wameenda kufanya uchunguzi, wamerudi, hakuna jibu sahihi litakuja pale. Kwa sababu gani? Wale watu kwanza ni watu wameteuliwa na rais mwenyewe. Ameunda tume ya Jaji Chande. Umenielewa? Sasa mimi sitaki kuzungumza composition ya hiyo tume. Ushanielewa? Kwa sababu kila Mtanzania ana nani hii. Anajua hawa walio kwenye tume ni watu wa namna gani. Labda kwa kusaidia, hawa walio kwenye tume ni watu wenye viapo. Walikuwa kwenye ofisi zenye viapo kwa utii kwa serikali, utii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utii kwa mamlaka. Watu wa namna hiyo hawawezi wakatoa ripoti ya kuifinya mamlaka, hawawezi, kwa sababu watakwenda kinyume na viapo vyao. Lakini hapo hapo kuna mtu ni waziri, alikuwa waziri wa ulinzi, tarehe 29 alikuwa waziri wa ulinzi wa majeshi, na majeshi yalikuwa barabarani. Kwa hiyo habari ya composition ya tume na nini, ndio maana watu wanasema ile tume sio huru. Ile tume ingekuwa huru ingekuwa na muundo wa namna gani? Ngoja kwanza nimalize, usinirelate. Ndio maana watu wanasema sio huru, sababu wajumbe wake wengi wana viapo vya utii kwa Jamhuri ya Muungano na utii kwa mamlaka. Sasa mamlaka ile ndio mamlaka ambayo mhimili unatuhumiwa. Unajua dola ndio inayotuhumiwa. Sasa mkuu wa dola ambaye ndio anapaswa apelekewa utii ndio kaunda ile. Unategemea utu kama itakuwa namna gani? Hilo la kwanza. Lakini la pili, na hii mimi nashangaa Mayala, nakusikia, nchi hii kama umesahau ina wasomi wengi sana wa sheria, hasa sheria katiba. Wasomi wengi sana. Sasa mimi ninachojiuliza ni kwa nini hawashauri viongozi wetu ni nini cha kusema na wakati gani? Kwa sababu ile tume, kwa mfano kama sasa hivi ripoti yake iko mitaani, wakati yenyewe haijaweka hitimisho. Aliyeunda ile tume alishasimama hadharani jukwani akasema kwamba waandamanaji walitoka nje ya nchi. Huwezi shamba lako likaliwa na nyani ukaenda kumshtakia sokwe. Haiwezekani. Yaani wewe wakati unapeleka kesi yako kwa hao watu walikuwa wameenda kufanya uchunguzi, wenyewe wameteuliwa na rais. Sasa unafikiri wao wanaweza kubadilisha maneno ya kusema kwanza rais umefanya hivi, rais hapa ni makosa, hapa tumeenda hivi, hapa kumekuwa hivi? Hawezi kusema, la hasha. Wao watakuwa watasapoti rais anoyasema, na maneno yake akiwa yapo vibaya wanaweza kafunika ili asisikike. Ndio maana walikataza kipindi kile, walikataza hakuna redio yoyote iliyokubaliwa iende kuchukua habari kule. Hakuna mwanahabari yoyote aliruhusiwa atoe hizo ripoti. Walikuwa ni wao tu, watakachoenda kufanya ndio wao walikuwa na posti. Sasa ina maana yanafanywa ya kuchakachua mengi sana pale. Maneno walikuwa yanachujwa vizuri sana, walikuwa wanaangalia ni kipi watakachokiposti na ni kipi wasichokiposti. Sasa kwa staili kama hiyo
ni ngumu sana kwa mimi na wewe kuja kukaa hapa na kusema bwana, haki itapatikana, tume iliyochaguliwa imeenda kufanya uchunguzi, imeleta majibu yatakuwa mazuri, sasa hivi tufanye maridhiano sijui nini. Hapana, hiyo haitatusaidia hata kidogo, kwa sababu wale wako pale washachaguliwa na mtu, lazima watalelia kwa yule mtu. Mimi huwezi ukanipa kazi alafu tena wewe uniambie tena kachunguze, alafu tena majibu tena nikuletee wewe, alafu mimi nije pale nikwambie bwana bosi umekosea. Siwezi kukwambia, itanibidi tu mimi nitafute yale atakayekuwa mazuri kwako, nikuletee hayo na nikwambie bwana bosi, bwana kule tumekuwa hivi, kumekuwa hivi, hakuna shida, mambo yameenda fresh na hakuna uchunguzi wowote unaendelea, hakuna jambo lolote limefanyika, mambo yote ni fresh. Kwa sababu gani nafanya hivyo? Naangalia ugali wangu. Na hao watu ni watu ambao wametengenezwa kama hivyo, wamepewa hiyo nafasi ya kwenda kufanya uchunguzi, wakati alowachagua ndio huyo tena ripoti inakuja kurudishwa kwake. Hivi wewe kweli, wewe una akili kweli ya kujiongeza? Hivi mimi nifanye kosa alafu tena hilo kosa tena uniletee mimi tena nije kulisolve? Inawezekana kweli? Haiwezekani. So hapo tayari tushapigwa. Mimi naambia ukweli, Wanatanganyika, hapo tushapigwa. Tusipokuwa makini tutabakia tu kuhaha kung'ang'ua macho kujiuliza sisi wenyewe, imekwaje, imefanyaje, nani kauliwa, nani kachinjwa, nani kafanywa hivi, lakini tayari tushapigwa. Yani tushapigwa kabisa. Yani tukubali tu, hao watu tayari washatupiga, washatunyoosha, lakini kuna sehemu sisi tunaweza tukawashinda pia. Na sisi sio tu wao kuwa wametupiga sisi tunyamazia, hapana. Sisi wenyewe tunaweza tukanyoosha. Tutanyoosha vipi? Tukishawaona wao wanavyoenda na sisi tunavyotaka inakuwa ni tofauti, tunaungana sisi tunaungana, tunajiplan, tunaanza kwenda tunavyotaka sisi. Sasa shida za Watanganyika ni nini? Wakati Mwanatanganyika kumwambia bwana tujiplan hivi, tufanyeni hivi, wao wanakuona wewe ni mwendawazimu, wewe ni mwehu, wewe huna akili, wewe ni pungwani. Hawataki. Tayari watu washasahau ya tarehe 29 Oktoba. Sasa hivi watu washakimbizana maisha yao, sijui kila kitu. Lakini tuseme ukweli, katika hii serikali iliyokuwepo sasa hivi inataka mabadiliko makubwa sana 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 sana. Yaani viongozi wakutane kweli kweli, wafanye mpango wa kufanya mabadiliko makubwa. La sio hivyo, hii serikali haijakaa sawa. Msije mkaona kumenyamazwa mambo yanaenda sawa, mambo hayaendi sawa. Watu wapo kwenye kuvutana, kwenye kupelekeshana, kwenye kufungana, kwenye mpela kweli kweli. Hakuna mtu amemnyamazia mwenzie. Viongozi wenyewe vichwa vinawauma. Viongozi wenyewe wanakwambia bana, hali nzito, mambo mazito, serikali ishachanganyikiwa, haielewi itafanyaje, serikali haijui itafanyaje, itafunga wapi, itaachia wapi, kwa sababu pande zote serikali ikishaangalia inaona sio sawa, ikiangalia huko inaona sio sawa, ikiangalia huko inaona sio sawa. So mlango mmoja tu uliokuwa wazi ni huu huku kwetu kwa sisi raia. Sasa raia anataka serikali atunyamazishe sisi kwa ujanja, na sisi tukinyamazishwa hivyo, tukikubali kunyamazishwa, tayari hao watu washatushinda. So mimi ninapenda kuwasihi Wanatanganyika wenzangu, tusikubali kunyamazishwa kiujinga hivyo. Tuna midomo, tunaweza tukaongea na tunaweza tukapigana kweli kweli. Tupigane kwa hoja, tutafute haki yetu. Serikali iko pale kwa kutetea sisi. Serikali haijawekwa pale kwa kujitetea yenyewe nafsi yake, hapana. Serikali popote itakapokuwepo, serikali inafanyia kazi wale wananchi. Sisi ndio matajiri wao, sisi ndio tunawalipa ile mishahara wako pale bungeni. Kama hawatutimizi tunawataka sisi, haina haja watuongoze, lazima watupe nafasi yetu sisi, tuangalie ni yupi bora atakaye tuongoza tunavyotaka sisi. Bwana, nashukuru sana, ila akaunti kubwa imefungwa. Kuanzia sasa hivi tutaanza kutumia account. Please and please, kama hujasubscribe usiondoke bila kusubscribe. See you next video guys. Bye bye.